Haleluya. Amen. Siku ya leo Bwana, tuko na ndugu yetu Pastor Swai. Ndio. Ambaye ni mdogo wangu, nimemwachia ziwa huyo jamaa hapa. Haleluya. Yeah. Siku ya leo Bwana, tuna ushuhuda mmoja mzito sana. Wa maisha yetu tukiwa tumeokoka. Tulikuwa tumeokoka lini? Tumeokoka tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 2007. Haleluya. Pia tumeokoka baada ya kupigwa injili na kaka yetu mmoja anaitwa Paulo Swai. Huyu mkubwa kabisa. Huyu brother alituweka nyumbani, yani aliondoka nyumbani. Hatujui anaishi wapi. Hatujui anakaa wapi. Tokea 2003 alikaa miaka 4. Hatujui ni kama alikuwa amepotea. Na tukahisi amekufa. Haleluya. Lakini kiroho ni kwamba ni kweli alikufa katika dhambi. Katika dhambi. Alikafufuka katika nini? Katika uzima wa milele. Haleluya. 2007 anarudi nyumbani. Anakuja amebeba Yesu kweli kweli. Anarudi nyumbani ni wa moto. Anashusha injili. Anafika nyumbani tunampokea kwa bashasha. Bashasha nzito sana. Tunalia, mama analia. Kila mtu anafurahi. Wanafurahi mpaka majirani wanakuja. Wanafurahi. Kwa ajili ya kaka yetu Paulo. Siku moja Bwana Mungu akitupatia neema. Tutakupa ushuhuda wake, maisha ya Nairobi, maisha ya Taveta na Manga na maeneo mengine mengi sana. Bwana mpenzi mtazamaji, baada ya kaka yetu kurudi ndio alituletea habari za wokovu. Tukamwamini Yesu, tukaokoka. Haleluya. Baada ya kuokoka, mdogo wangu atakupatia nini? Takupa habari nzima. Haleluya. Yes. Tumeokoka katika kanisa la Tanzania Assemblies of God pale Mingili chini. Katika kijiji cha Mengeni. Yaani huko ni Rombo. Huko ni wilaya Rombo huko. Kilimanjaro huko. Amina. Yes. Tuendelee mdogo wangu. Ilikuwaje baada ya kuokoka? Maisha baada ya kuokoka, kwanza kaka alikuwepo nyumbani. Ndio ameshatuhubiria, tumeokoka. Kwa hiyo anatufundisha maneno ya Mungu. Na maombi mazito. Kwa hiyo kila tukienda kukata majani, tukifanya kazi za shamba, muda mwingi tunajikuta kwenye kufundishwa na kuomba mashambani na eneo lolote lile ambalo hatakuwa tunaogopa chochote. Haleluya. Lakini baada ya kipindi fulani kaka yetu akawa ameondoka. Na ikumbuke hapo baba yetu alikuwa hayupo nyumbani. Sasa baada ya kurudi, baba yetu ni mkali kiasili. Na unajua wazee wa Kichaga, haleluya, ni wazee ambao hawapendi mchezo. Akisema moja ni moja, wamenyoka. Aliposikia tumeokoka, zikaanza kutumwa jumbe za vitisho kwamba vijana nikirudi ninawachinja mmoja baada ya mwingine. Na ni kweli, sio kwamba anatishia. Ni anaongea maneno ambayo yanamtoka ndani ya moyoni kutokana na hali yake au tabia ambayo. Kwa hiyo kwanza huyo mzee wangu, mzee wetu huko Dar es Salaam anatambulikana kwa jina moja linaitwa Osama. Ni hatari, yuko Vingunguti, kwa namjua Kariakoo, anamjua katika enzi za ujana wake. Sasa yashazeeka. Ni mzee wa macheni, manini, bisho mwingi. Alikuwa ni mzee wa tumbo pale Kariakoo. Haleluya. Kwa hiyo mzee akawa amefika point sasa amekuja. Hapo kama ni kipindi kama karibia miezi miwili baada ya sisi kuokoka. Kwa karibu miezi 3-4 hivi. Kitu kama miezi 3 hivi. Mzee anarudi nyumbani, anakutana na vijana tayari tumeshaokoka na tumeshapiga hatua 2-3. Anafika nyumbani, hataki kupokelewa, hataki kuongea na mtu. Anaita watoto wake wote, kaita na mama. Tumeingia jikoni. Jikoni ndio sebuleni, hapo ndio kila kitu. Kwa hiyo tumekaa pale, yeye amekaa upande wa mlangoni. Manake hauwezi ukatoka pasipo kupita mbele yake. Anauliza, nyie vijana mmeokoka kweli? Tukamwambia ndio. Akakaa kimya, akatuma bia. Kwanza akamtuma kakangu akamwambia, mimi siwezi kunywa bia au kununua bia au kukuletea bia kwa sababu ya imani yangu. Na mimi hivyo nikamwambia siwezi kwenda kuchukulia bia baba kwa sababu ya imani yangu. Biblia imezungumza katika Isaya, ole wake ampaye jirani yake kileo
Kwa hiyo baada ya kuna nini, akawa amemtuma dada yetu ambaye hajaokoka, akamwambia katuletee pombe. Akaenda akamchukulia bia 2. Hapo ile bia akatuwekea kwenye kikombe akatupatia, akatambia tunywe, tukakataa kunywa. Baada ya hapo sasa ndo vita ilipoanzia rasmi. Na ndio ushuhuda ambao umeanzia hapo, ushuhuda ambao tunatamani kuushare kwa watu wote, mtangazaji na wasikilizaji, ulianzia hapo. Baba yetu walitukamata wale ambao hawajaokoka wote na mama wakatolewa nje, tukabaki sisi na mzee, watu wawili. Mzee atumii fimbo, anatumia mikanda, makofi na ngumi na kung'ata. Kweli tulipigwa sana 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 sana. Hiyo tulitoka hapo tukatetemea kila mmoja. Yaani tulienda kuuguza maumivu makali. Tulipata mpenyo siku hiyo, tukawa tumechomoka. Baada ya hapo mzee ndio akatangaza vita kwamba nyumba yangu sitaki kuona mtu ambaye anasema ni mlokole. Akachukua nguo zetu. Nguo zetu zilikuwa ni nzuri. Mzee wetu, kumbuke, ni muuzaji wa nguo. Na hapo anajua kutunulia nguo nzuri na viatu vizuri vilivyoendana. Pale kijijini kwa uvaaji hamna mtu hapa anatufikia watoto. Lakini hakujali. Na Mchaga anajali hela, lakini hakujali zile nguo. Kwa hasira. Akachukua na Biblia na madaftari na vitabu na nguo zetu za shule na vitu vyote vya kwetu. Akatoa nje, akapiga mafuta taa yote akawaka. Akawasha moto. Kwa kweli ilikuwa ni jambo la kusikitika sana. Basi baada ya pale maisha yakaanza kuwa magumu. Hatusubutu kuingia tena ndani, kukaa nyumbani, kulala nyumbani, kwa sababu mzee ametangaza vita na amesema ya kwamba nikiwakamata nitawavunja miguu yote na mikono yote. Na anaongea kwa hasira, anang'ata meno. Yaani maneno si ya kutishia, ni ya kumaanisha. Sisi tuliposikia yale maneno hatukuwa tunaogopa kwa maana ya kuacha wokovu. Ila tukupo tunakaa naye mbali tu. Kwa hiyo baada ya pale tukawa tunaanza kuishi maisha ya kupishana. Sisi tunalala mashambani, tukienda shuleni tunatokea mashambani, tunavaa tu nguo na kunaa kidogo. Kumbuka hapo sasa nguo za shule zimeshachomwa. Tukienda shuleni tunaenda na nguo za nyumbani. Tunaenda shuleni na nguo za nyumbani. Japo baadaye tulije tukapata nguo zenyewe tulije tukanunuliwa. Lakini maisha yalipoanzia ndio hivyo. Amina. Lakini tukawa tumelala mashambani. Tunafanya kazi za nyumbani kwa kujibia. Tunaenda tunakata majani tunatupa hapo tunaondoka. Akiwa hayupo tunaenda tunachukua chakula, akiwepo yupo. Chakula hakuna kinachotakiwa kubaki wala kupewa sisi. Na anasimamia. Kama kimebaki kitatupiwa mbwa. Kwa kweli alikuwa ni maisha magumu sana kwa upande wetu. Amina, ndugu yangu Pastori. Na ikumbuka kwamba kipindi hicho tumeokoka. Tumefika kipindi kanisa wajui kwamba tunapitia hayo. Tunalala nje katika kipindi niling'atwa na nyoka. Baada ya kung'atwa na nyoka tukafanya maombi pale, mtoto akaniombea. Nikapata uponyaji usiku ule. Hii bwana, wakati tunalala mashambani, kwa kweli ilikuwa ni usiku wa manane. Tukawa kakangu ameshtuka, ameng'atwa na nyoka. Japo alikuwa sio nyoka mkubwa sana. Sasa katika mazingira tunaona tu nyoka, majani anacheza, tukajua nyoka ameshakimbia. Sasa maumivu kila dakika yanaendelea kuwa makali. Kila muda unaposogea. Tukasimama tukasema tuombe. Huyu Mungu ambaye ametuokoa, huyu Mungu ambaye tunamtumainia, yuko na sisi na atatuokoa na jaribu hili. Ukweli tukawa tumefanya maombi usiku ule. Piga maombi sana kama dakika 20 hivi. Baada ya pale maumivu yote yakawa yamekatika. Na akawa kama hakung'atwa na chochote kile. Kwa kweli ilikuwa ni jambo la kushangaza. Ni ushuhuda mkubwa sana kwa nyakati zile. Na maisha yaliendelea. Baada ya pale kanisa likaja likagundua kwa kakangu amesoma pale kuanzia form 1 mpaka form 4. Kwa kweli hatuje kulipiwa ada na wazazi, ila ni miujiza mpaka tunamaliza form 4.
Amina. Bwana asifiwe sana. Wakati tumeokoka, tumefukuzwa nyumbani, tunalala maporini, tukapokelewa na familia ya mchungaji Protas, ikatokea sekeseke pale, tukiwa tunapelekwa katika serikali za mitaa. Ikafika kipindi sasa kwa kule serikali za mitaa tunabishana, baba ametupeleka kule na shtaki kanisa. Hii ni kesi. Ikopo ni kesi. Ni kesi ilifunguliwa na baba mwenyewe. Kwa sababu ameshafanya kila njia ya sisi kuacha wokovu. Ameshatishia kanisa kulichoma moto. Ameshatishia kila kitu ambacho anataka kukifanya. Hasa ikafika mahali watu wakamshauri nenda mahakamani. Na kweli akawa ameenda kufungua kesi. Amefungulia nani kesi? Amefungulia wachungaji, kafungulia watu tunaoishi nao. Kwa nini tumebadilisha imani afu tumewachukua watoto wake? Na sisi tumefunguliwa kesi kwa nini tunaokoka au tumebadilisha imani tukiwa watoto wadogo? Vijana wadogo. Kiuhalisia kesi ikawa imeanza na sisi tukawa tumeenda mahakamani. Mahakamani kupo sio sehemu pa karibu, kama kilomita 8 hivi kufika. Kwa hiyo tukawa tumeanza kwenda mahakamani, tunabebana wazee wa kanisa, mashemasi na mchungaji mwenyewe. Tunafika mahakamani, sisi hatukuwa tuna maneno mengi sana. Sisi tunachokizungumza ni kwamba tumemjua Kristo, ametuokoa na hatuwezi kumwacha kwa sababu tunampenda. Lakini mzee anauliza kwa nini hawa vijana wadogo kama wamedanganywa kuingia kwenye imani hizi na hawataki kutoka? Tulipohojiwa na hakimu sisi, maana wachungaji na viongozi wa kanisa walisema tu kwamba naomba tuwaulize hawa vijana ndio wana majibu. Sisi hatujui lini tumewashawishi au lini tumewataka mambo ambayo yanazungumza. Sisi tukamwambia jamani, sisi tumeamua wenyewe kuokoka na hatupo tayari kuacha wokovu. Mzee anasema hawa vijana hawanitii, hawanisikilizi. Je, hakimu anasema nitakuwa tayari kuwasikiliza wazazi? Na kwa nini amsikilizi? Tukamwambia samahani hakimu, kwa kweli sisi hatumsikilizi baba, tunamsikiliza, tunafanya kazi na kila anachotambia tunafanya, isipokuwa vile vitu ambavyo viko kinyume na neno la Mungu. Mfano kwenda kubeba pombe, kugawa pombe, kuiba majani, maana kule mifugo kuna wakati unaingia kwenye mashamba ya watu kuiba majani, au kupika pombe wakati mwingine. Hatupo tayari. Na ndivyo vitu ambavyo baba anatutaka tufanye, lakini sisi hatutaki, lakini kazi nyingine zote tunazifanya. Je, mtakuwa tayari kumtii baba yenu? Tukamwambia sisi tupo tayari kumsikiliza, kumtii, lakini kwa yale mambo ambayo tu neno la Mungu linaruhusu. Nje ya hapo kwa kweli tupo tayari kumtii Mungu tu. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kumbuka kwamba katika kipindi tunapitia vita hivi, sio kama ni baba tu anatupiga vita. Tuseme kama vile ukoo mzima. Nikumbuka kwamba hebu tupatie kwamba ule ushuhuda kipindi tunatoka na mchungaji Elisea anatupeleka kwa babu na baba zetu. Sasa hapa ikumbukwe. Ikumbukwe tulikuwa tumeokokia kwenye kanisa dogo, kanisa ambalo ni tawi. Bado changa. Na kanisa kubwa linaitwa kanisa la TAG Revival Manda. Na mchungaji wa pale ni mchungaji Elisea. Sasa hivi ni makamu askofu wa lile jimbo la Rombo Mashariki. Sasa kilichotokea pale, tuna kanisa kubwa limeanza kuwa pamoja na sisi, na yule mchungaji wa pale akaanza kufuatilia mambo yetu, kutuunganisha na baadhi ya ndugu zetu wengine, kwa sababu vita ilikuwa ni kali na ilikuwa inatangazwa vita sio tu kwetu, hata kwa wachungaji na kwa kanisa, kwamba tutalichoma kanisa, tutawapiga wachungaji na vitu kama hivi. Kwa tukaona hii hatari, ngoja mchungaji kiongozi wa kanisa kubwa atusaidie pamoja, kutuweka pamoja na ndugu zetu wengine, hata kama wazazi wametukataa, lakini kuna ndugu zetu wengine. Kwa tumeenda, tuna babu yetu ni mtu mkubwa tu, anaitwa Martin Mayodi, ni mtu maarufu. Baba zetu wengine wadogo ambao walikuwa wametoka Dar es Salaam kuja Moshi kwa ajili ya mambo mengine,
wakawa wametupeleka pale kusikiliza. Ndugu mtazamaji, kilichotokea pale ni ukweli kwamba waliongea maneno magumu na mabaya, yaani kama tulikataliwa tena zaidi, na wakawa wanasema ni nyie mnastahili kuchimbiwa shimo tusionekane, kwa sababu tulikuwa ni kama tunaeneza injili hata kwa watoto wao, kwa sababu si kila tukikutana na mtu yeyote ni injili tunawahubiria. Wakasema hatutaki, kwa sababu nyie mtaathiri hata watoto wetu, hata mkija Dar es Salaam msishukie kwetu, sisi sio ndugu zetu. Na wakasema kwenye ukoo tumewafuta, nyie sio watoto wetu, na hatuna watu wa design hiyo, hatuna msaada wa kuwapatia, na hakuna msaada wowote wa kuwapatia. Ikumbuko hapo kuna mchungaji ambaye kanisa Tanga, kabla hajaenda kwa mchungaji wa kanisa mama, ile kanisa tawi kwa tunaabudia, alipigwa. Hii ilitokea kama anavyozungumza mtangazaji. Hii ilitokea wakati baada ya kesi kuisha. Kesi zilipoisha, mchungaji wa kanisa letu alifika mahali akasema ngoja nilibebe hili jambo kijamii, na nikamfesi baba yao, na tukaenda mimi na kaka yangu na mchungaji peke yetu kwenda kumuona baba, ili tuliongee tu kifamilia au kijamii juu ya vijana na juu ya kuwarudisha nyumbani na kuendelea na masomo yao. Lakini kiuhalisia tulipofika, mzee alikuwa ni wa moto sana. Tulitembezewa kichapo na mchungaji mwenyewe akatembezewa kichapo, alipigwa, na mwisho wa siku mzee alichukua jiwe, sio alirusha, alichukua jiwe akamgonga nalo kichwani kwa nyuma. Tukajiita kuwa na nywele kidogo, lakini alitoa damu nyingi sana. Yaani kiuhalisia mpaka sasa ule mchungaji alipoona yale matishio na mambo mengine mengi, akaja akapata safari ya kwenda Morogoro, na mwisho siku akawa hajarudi tena mpaka leo. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la hatari. Na labda mtangazaji nitoe ushuhuda huu ambao ulisikika katika nyakati zile. Tulipata taarifa, hatukushuhudia kwa sababu hatukuona. Tulipata taarifa kwamba huyu mzee baba yetu, kuna sehemu ambako tunalala sisi vijana wadogo pale, nyumba ya udongo tu. Mzee kwamba alikuja usiku akawa amezungusha mafuta taa nyumba nzima, lakini inasadikika kwamba ule moto haukuweza kuchoma nyumba ambayo aliuwasha, na mwisho wa siku akakimbia. Yaani ni ukweli kwamba kilifanyika kila kitu kwa ajili ya kutumaliza na kumaliza na kuathiri sana zile pande ambazo kwa tunakaa, lakini haikuwezekana kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na sisi. Amina. Mpenzi mtazamaji wa ushuhuda huu, kwamba huyo mchungaji alipigwa na akaondoka, na ndo tukaendaga kwa mchungaji kiongozi wa kanisa mama Elisea, akatupeleka kwa wazee, lakini ikawa ndo hivyo. Lakini ilikuwa ni hali ile ya kujirudia kwamba baba akiwepo nyumbani tunapitia katika hali ngumu ya kufukuzwa nyumbani na kwenda kuishi kwa mashemasi protasi kwa muda mrefu sana. Hata ikatokea kuna kipindi tuliishi kwa protasi kwa muda mrefu sana. Mchungaji sasa hivi ni mchungaji Protas Shayo, na tukawa tumekuwa katika hali ya kumtegemea Mungu sana. Ikafika kipindi ikatokea mimi hapa wakati naenda shule, kumbuka mimi nilikuwa tunatokea umbali kutoka nyumbani hadi shule ndio kama kilomita 7. Shuhuda mkubwa sana. Ilipotokea pale kipindi hicho naenda shule, nilikutana kama watu wanatembea, watu wamepaki gari. Wakati mimi natembea naelekea shule, kama watu wamepata hitilafu fulani pembeni ya barabara, wamepaki gari. Ukuta wamepaki gari, kabla nataka niwapite kwa pembeni hivi, wakanikusanya, wakanifunga miguu na mikono, wakanifunga paka macho isiweze kuona,
wakaniletea ka upenyo kadogo tu wa kupumua, wamenifunga na manguo mazito, sio hata kukutakunguta hivi, nikatupa kwenye buti. Mimi sielewi kwamba ni saa ngapi, ni muda gani saa hiyo. Ilikuwa ni asubuhi, lakini karibia kutwa nzima. Ina maana mimi nimekuja kujipata kwenye ufahamu baadaye kabisa, na nasikia kama vile watu wanazozana kwenye gari. Wakati wanazozana kwenye gari, wao kwa wao, ikafika mahali wakanitupa mahali, wakanibwaga kwenye pori. Ilinichukua muda mwingi sana kutoa zile kama zilizokuwa nimefungwa nazo. Na wakati huo, kipindi hicho, nimetekwa na kwenda kutupwa kule, lakini naamini kwamba ni Mungu aliharibu nini? Aliharibu mawasiliano yao. Ikafika mahali kama kuna jambo walikuwa wamelipanga kulifanyia, kama kilicho kwamba tuma naibaiba watoto. Na kilicho mimi niko form 1 na almost miaka 14 15 alinitokea hayo, lakini Mungu akaniepusha katika hilo hapo. Lakini katika kipindi hicho tuko nyumbani, tuko uhamishoni kwa mchungaji Protas. Mchungaji Protas huku naye huyu hapa ndio kwa wanasolve hiyo kesi. Yaani kwa kweli ilikuwa ni mbaya sana, kwa sababu kesi ilikuwa inaendelea. Alafu ndugu hapa anapotea katika mazingira ya kutatanisha. Hatujui mtu ameenda wapi. Siku ya kwanza inakatika, hayupo. Siku ya pili inaisha, hayupo. Na tunatakiwa kuna kama siku 2 mbele ndo tuende mahakamani. Maana kesi bado ziko zinaendelea. Sasa tukasema tukienda mahakamani na bila mhusika huyu mmoja ambaye ni mhusika mkubwa, kwa kweli tusingeeleweka. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni gumu sana. Tulikaomba sana kama kanisa na tukamwambia Mungu atusaidie huyu ndugu apate kurudi ili mambo yasiharibike zaidi. Ilikuwa ni vita ndani ya vita. Mambo yalikuwa ni magumu, lakini Mungu ni mwaminifu. Amina. Alitutoa kwenye makucha ya adui Shetani. Hatukupo tunamtegemea na kumuangalia kwa kiwango kikubwa. Tukupo tunamuomba kila wakati ili atusaidie. Na kwa kweli alikuwa ni mwaminifu sana. Hata aliweza kumuondoa kwenye jaribio. Ilikuwa ni jaribio la kumwangamiza ndugu Pascal. Hili halikufanikiwa kwa sababu Mungu alikuwa upande wetu. Amina. Mpenzi mtazamaji, tunasema kwa tulipitia katika ile hali, lakini ikafika kipindi sasa, baada ya vitisho vikaonekana vimeshindikanika, mikwara imeshindikanika, babu yetu mdogo ambaye alidiriki kusema kwamba tunastahili kuchimbiwa shimo tukifikiwa, akaamua kujirudi na kutuchukua na kutuhifadhi kwenye moja hapo wa mji wake kama familia. Tunashukuru Mungu, baada ya mapito mazito tuliyopitia kipindi chote hicho, ilifika kipindi tumemaliza masomo, tunakaribia kumaliza masomo. Mimi kwa form 4, tuko form 3. Mimi baba aliturudisha, ndugu yangu akarudishwa nyumbani kwa mama, mimi nikarudishwa nyumbani nikakaa na babu za baba. Maisha yakaendelea, kwa jina la Bwana likawa linainuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na nipende kukuambia jambo moja zuri sana. Wakati tunaendelea na ile tumeshaokoka, familia ishakubali kwamba yuko Yesu katika hii familia, tuko tunaomba sana, tunavunja nguvu za giza, tunavunja matambiko ya mizimu, vifungo vya mizimu. Ikafika kipindi babu yangu mdogo ambaye alikuwa anaitwa Martin akaitisha familia, akaitisha ukoo mzima. Hiyo ilikuwa ni baada ya babu yangu ambaye nilikuwa naishi naye mimi kufariki. Akasema kwamba kwanza nafanya yale matanga ni ya mwisho. Baada hapo kutapata na mila katika ile familia. Na akang'oa yale masale. Kule masale kwa Kichaga tunasema kama zile madhabahu za kufanya nini? Fanya mila.
Na baada ya kuzing'oa na kuvunja zile mambo, tunaamini kabisa kwamba ile familia au ile ukoo wetu ulitengwa kabisa na nini, na mambo ya kimila. Na Tumaini alija kuokoka baada ya kuumwa sana na kutibiwa, alikuja kuokoka na kufariki. Lakini baba yetu mzazi alikuwa bado hajaokoka rasmi, lakini bado wanaukubali wokovu katika ile familia. Inafika hata kipindi kwamba tunaonekana angalau si tuliookoka tuna uafadhali zaidi ya wale ambao hawajaokoka, kulingana na maisha tunayoishi, maisha ya pombe, maisha yasiyompendeza Mungu. Inaonekana ni afadhali kwa sababu tushapoteza ndugu zetu wengi katika umri mdogo, ambao ni madhara ya pombe, madhara ya aina mbalimbali, na wengine wameharibikiwa kabisa. Kwa hiyo watu wanamkubali Yesu. Karibu tuhitimishe kipindi chetu kwa leo. Asante. Amina. Labda niseme ukweli, vita ilikuwa ni kali sana. Ni kipindi kama cha miaka mitano. Vita ilikuwa ni kali sana, lakini ilifika mahali ni kama milango ilianza kufunguka, na kwa sababu tulikuwa tuna kipindi kirefu sana cha kuomba, na kwa tunaombea ukoo, familia. Yaani kama alivyozungumza ni kwamba koo zetu zilifunga kabisa na kuachana na mambo ya mila, na ikawa ni patano kwa wote. Yaani kiukweli ilikuwa ni jambo la ajabu, na mpaka leo hakuna mambo ya mila. Lakini tunachokiona kupitia shuhuda hizi, tunajifunza kwamba kama mtu ameamua kuokoka, basi maanisha kwenye kuokoka. Dunia sasa hivi kila mtu anasema ameokoka, na tuoni hayo maisha ya kumkamata Yesu katika mazingira yote. Wengine wanafikiri kwamba ukishaokoka ni kuimba tu. Ni ukweli kwamba unapoamua kuchagua safari hii ya kumfuata Kristo, ina milima na mabonde. Lazima ufike mahali ujizatiti. Biblia inazungumza ya kwamba kama umenifuata mimi, ni sharti ubebe msalaba wako kila siku unifuate. Yesu anazungumza maneno haya. Ni ukweli kwamba tuna msalaba wa kila siku, kwa maana ya kumbeba Yesu na ya kumtambulisha Yesu kila siku kwenye maisha yetu yote. Hivyo Mungu atusaidie. Njia ya wokovu ni njia sahihi, na ndio maana ina upinzani mkubwa, lakini Mungu ana uwezo wa kukushindania kwenye mapito magumu. Biblia inazungumza ujapopita katika uvuli wa bonde la mauti, yeye atatuokoa, atatuepusha, atatusaidia, atakuwa pamoja na sisi. Na ukweli kwenye mazingira yale tulikuwa na Mungu. Kama sio Mungu, ungekuwa kuna uangamivu mkubwa sana. Nani kusi kwa wewe ambaye bado hujampokea Kristo, Mungu akusaidie na ukimbilie neema hii ya Kristo, kwa sababu kwa nyakati zile zilikuwa ni vita, lakini kwa sasa tunaona matunda, kwa sababu hatupo katika njia ya wamataifa ambazo ni njia za uharibifu. Kiushuhuda tu, mimi nisingekuwa hivi kama sio Kristo. Kwa mila za Kichaga mimi tayari nilikuwa nishajiunga, yaani tayari nilikuwa nimeshaingia kwenye mambo ya ulevi na uvutaji ikiwa kijana mdogo sana. Sasa Kristo amenitoa huko. Ni ukweli kwamba Yesu ana uwezo wa kukuokoa na kukupigania vita yote na kukuweka sehemu salama, na ukawa sehemu salama kwenye maisha yako yote. Biblia inazungumza ya kwamba angalia gharama au hesabu gharama kabla ya kujenga mnara. Njia ya wokovu lazima ukae chini utathimini kwamba ninaokoka. Biblia inasema usipohesabu gharama unaweza ukafika katikati ya mnara ukashindwa kuendelea,
watu wakakucheka, ni ukweli kwamba lazima uhesabu gharama. Wokovu na gharama kubwa. Unapoamua kuokoka, unakubali kuacha yote mazuri ambayo unayafikiri ni mazuri lakini Mungu hajayaagiza. Ni kuyaacha na kujikana na kukubali wakati mwingine kuchukiwa na wazazi kama inatokea, kuchukiwa na marafiki, kuchukiwa na jamii yako yote na kumfuata Yesu. Biblia inasema mimi sijaja kuleta amani duniani, bali nimekuja kuleta faraka, ya kufarakanisha sisi na wazazi, sisi na ndugu, jamaa na marafiki. Sio katika ubaya, ni katika uzuri, kwa maana ya kwamba Yesu amekuja kuleta faraka. Yani yeye anataka kuja kuchukua na kitu cha kwanza, kipaumbele, yani kuwa kipaumbele cha kwanza kwenye maisha yetu. Kwa hiyo vile vitu ambavyo tumeweka kipaumbele, kama ni mama, baba, yeye amekuja kuweka faraka katikati ili achukue hiyo nafasi. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, Mungu anakutaka wewe uamue kupokea wokovu huu ili akuwezeshe na kukusaidia mwisho wa siku upate uzima milele. Kwa hiyo ninakusihi katika jina la Yesu, mpokee Yesu Kristo na utathimini vizuri, ili utakapoingia kwenye njia hii uwe umejizatiti. Sio umeokoka leo au umempokea Kristo leo, kesho unakukuta kwenye vijiwe vya uharibifu. Kwa kweli itakuwa ni hasara kubwa, na Mungu akusaidie. Ila njia ya wokovu ni njia sahihi na ni njia yenye matokeo mazuri. Sasa tulipo hapa ni matokeo ya Injili. Mungu amenipa neema, nimekuwa ni kiongozi, ninasimama mbele ya vijana, mbele ya kanisa kwa ajili ya kuhubiri, kufundisha na kuongoza. Na kakaangu pia hivyo hivyo. Kile ambacho tumekipokea sasa kinaonekana kuleta matunda, na sasa tunaweza tukasaidia na vitu vingine vikaenda. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen. Semeji. Nimaliza. Sasa Pasco turekodi mimi na shule.